nimwambie dadangu mimi simpendi. Out leo tunatoka. Eti mai, simwambie dadangu nitakunyoosha wewe, bado hajasema. Kuna kitu moyoni kinaniamiza kimya kimya. Usiku wa manane, mwanga wa simu, macho yako yananichoma kama nimekosa pumzi. Unapekua siri zangu bila kuniuliza. Mapenzi yetu yamejaa maswali, si furaha tena. Kuna kitu moyoni kinaniamiza kimya kimya. Usiku wa manane, mwanga wa simu, macho yako yananichoma kama nimekosa pumzi. Unapekua siri zangu bila kuniuliza. Mapenzi yetu yamejaa maswali, si furaha tena. Nilikuamini nikakupa moyo wote, lakini sasa kila neno linaonekana kosa. Sana kuache vipi hivi na kumisi bana. Hauna usingizi? Hasa kama nimekumisi na uko na usingizi vipi sasa? Nimechoka sasa mimi sitaki. Sasa hapo umechoka au hutaki? Sitaki. Lakini ni mmeo wewe. Hebu niache bwana. Kwa hiyo sina haraka nikapata wewe. Uko nje wa kutosheleza vizuri. Mimi nimechoka, nataka nilale, sitaki usumbufu. Kwa nini kweli lakini gani si dogo tu. Unaweza na kumtafuta kitu.
Ukiwa na haya msingine, naenda huko na kuendanga. Sijui umenielewa? Kuna kitu moyoni kinaniamiza kimya kimya. Usiku wa manane, mwanga wa simu, macho yako yananichoma kama nimekosa pumzi. Sasa mtangu, unapekua siri zangu bila kuniuliza. Mapenzi yetu yameshangaa hivyo. Kwa nini bado unawasiliana na mimi jamani? Si tumeongea tumemaliza. Usiwe hivyo mtu wangu. Mimi nimekuahidi kwamba sitarudia tena. Sasa hivi kila kitu kitakaa sawa mpenzi. Tatizo lako ni siku zote unaongeaga tu hivyo. Sitarudia tena, sitarudia tena. Halafu mwisho wa siku ndio hivyo hivyo unafanya unafanya. No, najua. Lakini sasa hivi nimekupromise kwamba sitarudia tena. Nasikia. Usiwe hivyo bwana. Kama tumeyamaliza basi yaishi. Ila tu mimi sitaki unikere tena. Mimi tena nakukera. Tatizo mtu wangu ni vile tu hujui. Kuna baadhi ya vitu unavifanya yani kwangu vinanikata. Yaani umekuwa kama traffic ambaye anamtafutia makosa dereva. Kwa hiyo sasa inakuwa ni too much. Kwa nini nikipekua simu yako utaka? Yaani unajua ngoja nikwambie kitu. Mimi ni mumeo sawa. Unahitajika kunilinda, unahitajika kuwa na wivu na mimi. Lakini sasa isizidi mpaka inakuwa kero. Hata nikienda kuoga unachunguza simu, ukifanya hivi, yani sio vizuri. Kwa nini nikishika simu yako unisikie vizuri? No, haiko hivyo. Lakini tatizo sio kushika tu, yani wewe unaishika kwa lengo. Yani unaipekua kiasi kwamba yani mpaka ukute kitu mara ukuta. Sometimes kuna baadhi ya watu unaweza mtu anachati nao au namba mtu zipo katika simu, wewe ukawa unazitafutia yani aidha upige au ujibu message ambayo haikuwa na ubaya yoyote, ili mradi ujue tu uchimbe kitu gani kinaendelea. Kitu ambacho sio sawa. Bora uone kosa la wazi mpenzi wangu. Halo. Safi kaka, kwema? Blaza Isaac, niambie bro. Nakumbuka. Leo hii. Kwa hiyo nikukute wapi yani kwa muda huu? Sasa hivi ninavyokuambia hapa sasa hivi. Pale stand ndipo kuna siku ile. Basi poa bro, sasa hivi nakuja, sasa hivi. Poa. Mimi nakaa kumekuwa mimi nipo kama wewe. Kingefika hadi leo.
Yeah, ni kweli tusingefika, lakini ungepunguza basi wivu. Ukipitiliza pia nao unakela. Yaani unatakiwa kulijua hilo, ni kwa sababu tu haufanyiwi wewe, ila laiti kama ungekuwa unafanyiwa wewe pia ungeboeka. Kitu kidogo, wewe hebu simu yako, kitu kidogo, mbona hapa kama sijui nini, ulikuwa unaongea na nani, lazima utaboeka. Kwa hiyo mimi simaanishi usinichunguze, lakini sasa chunguza sehemu ambayo unahisi mume wangu kama na usiku message zinaingia, simu zinaita. Sasa kama bila sababu kweli unachunguza, lakini nakupromise right now nimebadilika, nimekuwa mume wako mpya, yule wa zamani. Utaenjoy baby. Yogamia. Na ukirudia? Nikirudia fanya chochote ambacho unakiona kwa sawa. Yes. Jamani, kupinga tena. Tupinge. Shahidi hamna. Shahidi Mungu. Kwa hiyo tunapinga nini hapa? Ukirudia. Nifanye chochote ambacho ninataka. Wataka ufanye nini kwanza nikijua? Yeye sio jukumu lako. Okay. Nimetoka nje kutafuta pumzi, sio kwa sababu sipendi, bali nimechoka. Ninalinda jina lako hata nikiwa mbali, lakini ndani yangu kuna vita isiyoisha. Kila hatua yangu ina uzito. Vanilla. Hebu amka. Amka, nataka kuongea na wewe. Je, mapenzi yanaweza kupona? Utayari yamevunjika kimya kimya. Tuko pamoja lakini mbali mioyoni, ni nani wa kulaumiwa? My lovely wife. Huyo ni nani? Semaje jamani? Kwa hiyo kumbe wakati mnaniaga pale, naenda kumfanyisha mazoezi dada yangu si na nini, kumbe mnaenda ku booking cake ya birthday. Ndio kwambia nani? Kwa hiyo unajitoa ufahamu, si ndio? Yaani mimi nilidhani basi wewe utamcontrol mdogo wako, utaweza kuzuia vitu ambavyo mimi sivitaki. Sikukwambia mimi sitaki birthday? Mteni mwangu, kwani umeniona mimi nipo hapo jamani? Kwa hiyo unajitoa. Kwa hiyo kwa sababu haupo hapa kwenye picha ndio maana yake haujahusika. Maana kiburi cha Mai na 100% kinatoka kwako. Mimi siwezi kufanya kwa sababu najua wewe ni mamangu, haupendi hivyo vitu. Lakini yule ni mtoto, mwache afanye na wenzie na marafiki wenzie. Sasa kuna shida gani? Unajisikia unapoongea? Yaani unachokiongea unajisikia? Kwa hiyo Mai ni mtoto, si ndio? Sasa okay, kama ni mtoto basi ilitakiwa hivi alivyokuwa mtoto ndo vizuri wewe umrekebishe, na mimi mawazo yangu nikajua kwa akili zako mke wangu utakuwa ni mwalimu mzuri wa mdogo wako kumwelekeza vitu vizuri. Lakini cha ajabu na wewe ni bogus kama mdogo wako alivyo. Sikiza nikwambie, ni bora ungenishirikisha hili swala, ukaniambia mume wangu
shemeji yako ako na birthday leo au kesho kutwa ni birthday yake. Kwa hiyo naomba tufanye kitu kimoja. Tuitishe mashehe. Sawa? Tufanye dua ya wazazi. Maskini ya Mungu wewe, mama hauna, baba hauna, hamna wazazi, nyinyi ni yatima. Lakini unashindwa kuwakumbuka wazazi wenu. Unamruhusu mdogo wako anaenda kubooking keki, kununua keki, kununua mashampagne, anywe tu na marafiki zake. Wewe hilo swala unaliona liko sawa tu, hamna shida yoyote, si ndivyo? Hizo mango na bwana wamezidi jamani. Sasa vitu vya kawaida hivyo mbona watu wengine wanafanya? Ingekuwa ni kitu kibaya kwani watu wangekuwa wanasherehekea jamani? Kwa hiyo wewe unafanya birthday au unafanya jambo kwa sababu watu wengine wanafanya, si ndio? Kwa hiyo mtu mwingine akitembea uchi na wewe pia utatembea uchi kwa sababu anatembea uchi, si ndivyo? Hivi uko serious mke wangu? Tena kitu cha ajabu zaidi, wewe ni mwanamke. Unaijua shida ya mama anapojifungua? Anapata uchungu kiasi gani? Mara nyingi furaha ya mzazi huja baada ya kumpata mtoto. Lakini kabla ya kumpata huwa anapitia machungu sana. Lakini kwa sababu ulivyokuwa mjinga, bogus, mbichi umejaa maji, unaona kama ni sawa mdogo wako anachokifanya. Maskini ya Mungu umekuja duniani uchi. Lakini wewe unasherehekea siku ya kuzaliwa. Hivi ni akili zako? Mama yako kapata maumivu makali. Bado alikuweka tumboni miezi 9. Akaja kukuzaa kwa uchungu. Lakini bado wewe una celebrate, upo lazi kununulia watu madude gani, mashampagne, madude gani, ili mradi tu uwafurahishe wao. Kwa lengo eti nasherehekea birthday. Are you serious? Msamehe mamangu. Sikujua kama mimi sikufikiria ukubwa wa kiasi hicho. Maana nikamruhusu tu. Sasa nisikilize kitu nikwambie. Kama utaendelea kujipangia kufanya unayoyataka na ukafanya yale ambayo mimi siyataki, utaondoka hapa ndani. Na hakuna kitu bora duniani kama kuwajali wazazi. Angekuwa hai, basi mngeenda zenu shopping, mngenunua sio mawaksi, sio madude gani hayo, matenge majuba, sio madude gani. Unampelekea zawadi mama. Hiyo ni bora zaidi kuliko jambo ambalo mmelifanya. Amenikwaza sana mimi naye. Uongee na mdogo wako.